Lifahamu fundisho kuu la neema ya Mungu. Lifahamu fundisho kuu la neema ya Mungu. Kitu ambacho tunapaswa kujifunza sana ni kujua neema ya Mungu. Tukijua neema ya Mungu vizuri na jinsi inavyofanya kazi, tutafanikiwa katika mambo mengi. Lifahamu fundisho kuu la neema ya Mungu. Awali yote naomba nisome kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8. Kwa jinsi tunavyoendelea kujifunza utaelewa kiini cha somo hili. Kwa Efeso sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, au tunaweza kusema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake, mstari wa 10, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Unajua, ukitaka kujua kwa nini Mungu katuumba, kusudi la Mungu kutuumba wote duniani. Ukitaka kujua kusudi la Mungu kutuumba wote duniani, achana na lile kusudi la kukuumba wewe. Wewe una kusudi lako, lakini pia sisi wote tuna kusudi moja maalum ambalo Mungu ametuumba katika hilo. Ni hili katika mstari wa 10. Anasema, maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Unajua, mtu akikwambia hii ni kazi yangu, kwa mfano gari ile ni kazi la wale wahandisi, si ndio? Kiti ni kazi ya wale ukitengeneza. Lengo la kiti limetengenezwa, ni kazi ya mwanadamu ili lifanye kazi ya kumstarehesha mtu. Gari ni kazi ya mtu, limetengenezwa kwa lengo la kurahisisha usafiri. Kuna sisi tu kazi ya Mungu, tumeumbwa kwa lengo gani? Tutende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza hayo tangu awali. Kwa hiyo kusudi la wewe kuwepo duniani, kazi yako kubwa ni wewe kutenda matendo mema, ni mimi kutenda matendo mema. Tusipofanya hivyo, maana yake tunaenda kinyume na kusudi ambalo tumetengenezwa kwalo. Mkono wako haujaumbwa kufanya mabaya, umeumbwa kutenda mema. Ufahamu wako ni kwa ajili ya kutenda mema. Mwili wako ni kwa ajili ya kutenda mema. Kila kitu ulichonacho wewe kimeumbwa, kimedesigniwa, kina uwezo wa kutenda mema. Ukiona mtu anatengeneza gari alafu aliende, kuna shida. Lakini anapotengeneza gari na kulikia matairi manne, anajua hili litaweza kukutana na changamoto hizi na hizi, ili liwezeshe ile safari. Injini hivyo hivyo, kila kitu. Na sisi kuanzia macho, viungo vyetu vote vya nje na ndani vimeumbwa kutenda matendo mema. Kwa kutenda matendo mema sio kugumu kama tunavyokufikiri au kama tunavyokutafakari. Sio kugumu katika kiwango hiko. Lakini tunahitaji msaada. Hata gari lisikikosa mafuta, hajalishi lina sifa zote, lakini haliwezi kwenda hata kama limetengenezwa katika ubora wa kimataifa. Na sisi ndivyo hivyo. Tunaweza kuwa tuna sifa zote za kutenda matendo mema. Tukikosa mafuta ya Roho Mtakatifu ndani yetu, ni ngumu kutenda haya matendo mema ndio tutajua hapa. Amen. Hiyo ndio tafsiri ya neema. Anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Wakristo au watu ambao tumemwamini Yesu tunaokolewa kwa neema, sio kwa matendo. Usikata siku moja na kwenda kujivuna mbele za Mungu kwamba una matendo mazuri, hata kama unajijua unafanya vizuri. Usikae hata siku moja unaenda mbele za Mungu na kupiga magoti na kumwambia, Bwana nakushukuru kwa kuwa niko safi, nimejitakasa. Ni afadhali useme hivyo kwa kumshukuru Mungu kwa kukusaidia kushinda vile vitu ambavyo huwezi kuvishinda. Lakini usiende kwa kujisifu kwamba umemaliza siku bila kufanya dhambi. Hakuna hicho kitu. Hata kama unajiona hujakosea kuanzia asubuhi mpaka jioni, umekosea sana. Na unajua ni kwa sababu gani hatuhesabii haki kwa matendo? Kama ukitaka Mungu akuhesabie haki kwa mazuri unayofanya, basi na pia ni haki Mungu kuhesabia haki kwa mabaya pia unayofanya. Kwa hiyo endapo Mungu akituweka na kusema anatuhesabia haki kwa matendo tulionayo, tunayo mabaya mengi kuliko mazuri. Kwa Mungu akiamua achukue ile haki yake asimame kabisa, aseme sasa wewe na kuhukumu, hakuna mtu yote anayepona. Ndio maana anasema tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo itokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ya Mungu iko namna hiyo, tunaokolewa kwa neema sana. Hilo tuliweke tu akilini tufahamu hivyo. Lakini pamoja na kwamba tunaokolewa kwa neema, je, tutende dhambi sasa kwa sababu neema ipo? Tufanye makosa kwa sababu neema ipo? Uthibitisho wa neema ya Mungu kuwepo juu yetu sisi
ni matendo yetu sisi tunaoendana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anakuambia sasa kuna dawa ya sumu ya nyoka, alafu anaenda kumkaribia nyoka, ana matatizo ya akili, kwamba hautakufa kwa sababu kuna dawa ya kukondolea ile sumu ya nyoka endapo ukiwa matibabu, alafu huyo mtu anaenda kwenye nyoka, anaenda kung'ata, ana shida. Lakini mtu mwenye akili ni kwamba anajua kwamba kuna nyoka, imepatikana dawa, nashukuru kwa dawa, lakini siwezi nikajihatarisha kusogea pale, kwa sababu pia sio salama sana hata kama dawa ipo. Hali kadhalika pia neema ya Mungu ambayo inatuondolea dhambi tunapoenda kutubu dhambi, haitufanyi tuende kufanya dhambi. Tukienda kufanya dhambi kwa sababu neema ipo, kwa sababu tutasamehewa. Ni sasa na mtu ambaye anajua pale kuna moto, alafu anasogelea moto kwa sababu tu anajua ataenda kufanyia matibabu apone. Sasa kuna kitu kinachoitwa fundisho la neema ya Mungu. Neema ya Mungu kuna kitu inatufundisha. Naomba sasa tusome Tito sura ya 2 na ule mstari wa 11. Tito sura ya 2 na ule mstari wa 11. Anasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Neema ya Mungu inayotokoa wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha. Angalia neema inatufundisha nini? Yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Tushia. Anasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa, na yenyewe inatufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo ukisikia mahali mtu anakuambia sasa hivi tunaishi katika neema, kwa hivyo tunafanya dhambi, bado hajaelewa nini maana ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu inaambatana na sisi kutufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za dunia. Tamaa zote za dunia, tamaa macho, tamaa mwili, imetajwa katika kitabu kile cha waraka wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 na Yakobo sura ya 4 mstari wa 4. Anasema tamaa macho, tamaa mwili, kiburi cha uzima vitokani na Mungu, havitokani na Baba, bali vitokana na dunia. Na dunia na mambo yake yote inapita. Kwa hiyo neema ya Mungu siku zote inatufundisha kukataa ubaya. Hilo tulikumbuke. Usiseme kwa sababu kuna neema basi naweza nikaishi katika ubaya. Hicho kitu sio sahihi. Yenyewe inatufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia. Kwa hivyo tukatae ubaya kila mahali tunapokwenda. Tukatae tamaa za kidunia kila mahali tunapokwenda. Tuwe watakatifu mwilini na rohoni. Tukiwa watakatifu mwilini na rohoni ni uthibitisho kwamba tumeitii neema ya Mungu. Tukifanya dhambi ambazo ni zile ambazo hujui kama umefanya, yuko mwombezi anayetuombea kwa Baba, Roho Mtakatifu kupitia Yesu Kristo. Lakini hatuwezi tukafanya dhambi afu tunamtegemea mwombezi atuombee makusudi. Hapana. Hakuna neema namna hiyo. Inatufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo fahamu siku zote ukisikia mtu anakuambia tuko chini ya neema, mwambie mbona neema inatufundisha kukataa ubaya? Kwa nini kama uweze kusikia somo la neema ya Mungu, utawezaje kuishi neema ya Mungu? Hawezi. Na hii neema ya Mungu pia vile vile inabeba pia neema ya mambo mengi, baraka. Wote wanaoishi chini ya neema ya Mungu wanabarikiwa. Wanabarikiwa katika kumjua Mungu na katika kuishi maisha yenye kibali mbele za Mungu. Wanaweza kukosa kibali mbele za wanadamu, lakini mbele za Mungu wanakubaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni somo la utangulizi ambalo nataka tujifunze na tulielewe na tulitendee kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi baada hapo naomba tuangalie maswali machache tu, kama mawili matatu, ambayo kimsingi hajakaa kama maswali ya kwenda kujibu, bali yamekaa kama masomo ambayo tutaenda kujifunza, ambayo tatuongezea maarifa yetu katika kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Yako manne. La kwanza inahusu roho za mapepo na majini na mashetani. Je, mapepo au mashetani yanakufa? Hili ni swali ambalo liliwahi kuulizwa. Je, hizi roho za mapepo na mashetani, je, zinakufa? Yaani zinaondoka? Jibu ni kwamba kuna vitu viwili ambavyo vya kujua. Cha kwanza, kuna malaika walioasi. Alafu kuna kazi za malaika walioasi. Malaika walioasi ni wale wanaotajwa katika kitabu cha Ufunuo sura 12. Biblia inasema kulikuwa kuna vita mbinguni, Mikael na malaika zake wakapigana na ule joka. Yule joka naye akapigana nao. Na wenyewe wakushinda na mahali pao hapakuonekana juu mbinguni. Akatupwa chini yule joka ambaye ni Ibilisi na Shetani udanganyao ulimwengu wote. Ufunuo 12. Huyo alikuwa ni Shetani na malaika zake. Sasa hawa malaika wa Shetani walitoka mbinguni wakashushwa. Hao walioshushwa
ndio mapepo. Ndio mapepo. Na ndio mashetani. Sasa haya hayafi. Kwa hiyo pepo ambalo lilikuwepo kipindi cha Adam mpaka leo lipo. Yanaweza kafungwa kama kitabu cha Yuda kinavyoelezea. Kwamba kuna roho ziko kifungoni, inawezekana. Lakini haya hayafi. Yanakuwa natoka kwa mmoja kwenda mwingine. Yana adhabu yao katika ile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Ambayo hiyo adhabu itakuja baada ya hukumu kiti cheupe katika Ufunuo sura 20. Yatatupwa yote katika ile ziwa la moto pamoja na roho za wanadamu walioasi. Sasa kama ni hivyo, kwa nini tunakuwa tunaomba, tunashindana na maroho ambayo hayafi? Sengine tunaita moto, fire, moto kashuke. Je, tunaomba maombi ambayo wanasema ni void, yasiokuwa na maana? Au tunasema tunaharibu kazi tunamharibu ibilisi, tunafanyaje? Sasa kuna kitu cha pili ambacho ndicho cha kuangalia. Mapepo na haya malaika leo hayafi. Lakini kitu cha pili, kuna kazi zao haya mapepo yaliyoasi. Kwa mfano, nikupe mfano rahisi. Sasa hivi wanadamu wanaweza kutengeneza roboti likafanana na mtu 100%, lakini roboti sio mtu. Ile roboti linaweza likafanya kazi kama za mtu, lakini sio mtu. Linaweza likatembea. Sasa kuna maroboti paka yanaongea. Kuna roboti mmoja anaitwa Sofia. Fuatilia huyu. Huyu roboti ana intelligence, ana akili ya haraka kuliko mwanadamu yote. Akiulizwa swali anakujibu, na anakujibu yani kama mtu vizuri kabisa. Anaitwa Sofia. Yupo huyu roboti. Yupo, kamfuateni Google. Lakini huyo sio mtu, ila ni kazi ya mtu. Huyu roboti anaweza katumwa kufanya kitu fulani. Sasa hivi kuna huyu tajiri namba 1 duniani anaitwa Elon Musk. Tunamjua huyu tajiri namba 1 duniani ana maajenda mengi pia. Moja wapo ajenda alionayo, nafikiri kufikia miaka kadhaa hapo mbele, labda inaweza kama 5 6, kama parapanda itakuja lea, tutaona vitu vya ajabu. Kwanza sasa hivi kashatengeneza satellite. Kama ushakaga usiku kuangalia juu, utaona kuna kipindi utaona kuna nyota zimefuatana hivi. Zinakuwa kama zinapita. Nyingi zinapita mstari mmoja. Kama unje kuziona hizo nyota, ukiziona siku unaweza kufikiri kiama kimefika. Lakini sio. Katengeneza satellite ambazo zinazunguka dunia, zinaonekana kabisa. Fuatilia utaziona. Sasa ana agenda ambayo sasa hivi kashaanza kuifanyia kazi ya kutengeneza maroboti. Haya maroboti yatakuwa yanakuja kufanya kazi kama za watu 100%. Maana itakuwa hamna muda tena kusema unatoka hapa alafu unaenda mjini sokoni. Unaliambia tule robot, toka hapa, kaoshe gari, inaingia kwenye gari, inapanda gari, inaendesha gari. Inaenda mjini, kama kule ushawasiliana na mtu fulani, anaweka bidhaa, narudi hapa. Inaosha vyombo, inaosha gari, na kitatokea hicho kitu. Wanasema yalishaanza kutengenezwa baadhi, lakini ni ghali sana. Sasa hivi inauzwa ghali sana. Sema kwa jinsi siku zinavyozidi kwenda, production zitakuwa nyingi, yatakuwa yanauzwa kwa bei rahisi. Sasa ile maroboti sio watu, lakini yana uwezo mkubwa hata kuliko watu. Sasa na calculator kwenye simu. Sasa hivi ukichukua simu yako, afu kaanza kupiga hesabu, wewe huwezi kuwa na speed kama ile ya kwenye calculator. Ukiweka pale 20 mara 15, wewe pa kwanza kutafakari, calculator ishakupa jibu. Hiyo ni akili bandia ambayo mwanadamu kaitengeneza, ambayo inakuwa na nguvu na speed kuliko akili ya binadamu mwenyewe. Na maroboti ndio hivyo hivyo yanatengenezwa sasa hivi. Yatakuja kutokea duniani. Tutayaona. Yatakuja kwa vipindi kama simu tu. Simu hakuna mtu anaweza kujua kwamba tumekuja kuwa na simu karne hii. Unakaa tu hivi unaangalia kitu kinachoendelea kule. Itakuja kuwa hivyo hivyo pia, au maroboti atakuwepo, atakuwa nauzwa, yanatumika tu. Kama magari tunavyoona barabarani itakuwa ni hivyo hivyo. Sasa maroboti hapo yanatengenezwa, lakini ni kazi za wanadamu. Vile vile malaika leo yana kazi zao nyingine yanayotengeneza. Moja wapo ya kazi za malaika leo wanatengeneza vitu vinavyoitwa, sasa mtu anakuambia vinyemkera, si vibwengo, si vitu gani, si ndio? Utaona mtu anatoa ushuhuda, sio kuna wanyama ajabu ajabu. Yote ni yale maroho au malaika leo yametengeneza hivyo vitu, kwa sababu shetani anaweza kufanya, anaweza kushusha moto. Anaweza shetani ana teknolojia kubwa sana katika ufalme wake. Ana teknolojia kubwa kuliko wanadamu tulivyokuwa na teknolojia zetu hizi. Kwa anaweza akatengeneza mavitu mengi ajabu ajabu. Ndio maana utaona anatoka na kiumbe fulani, mwingine anatoka kiumbe fulani. Yote unasema ni mashetani, ni kazi za mashetani. Sasa tunapoomba sisi wa Kristo, kitabu cha Efeso sura 6 inasemaje? Iweni hodari katika Bwana. Alafu anasema tuvae zile silaha za haki, ili
kupingana na kuzishinda hila. Hilo neno hila tunalirukaga za ibilisi. Kushindana kote sio damu na nyama. Labda tusome pale Efeso sura 6 mstari wa 10. Kwa Efeso sura 6 mstari wa 10 nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za ibilisi. Sio mpate kumshinda ibilisi, hila. Kwa hiyo tunazoshindana sisi, tunashindana na hila za ibilisi. Kwa hiyo anakuja na hila gani? Anapanda hivi vitu. Analeta magonjwa. Magonjwa, kuna magonjwa mengine ni kazi za maroho, malaika lewasi. Ni ugonjwa fulani, ni kazi zao, yanatengeneza hayo magonjwa, yanamwekea mtu. Udhaifu fulani yanatengeneza, matatizo yanatengeneza, yanaweka ndani ya watu. Kwa tunapoomba, tunaposema kwa jina la Yesu moto shuki laba, zinazoenda kuungua ni hizo hila na hizo kazi, nao maroboti ya mashetani. Na kila kitu ambacho shetani kakiweka, network yake yote na mitandao yake yote inaenda kuvurugika. Lakini yale maroho yako pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo tutaomba, kesho tutaomba, kesho kutwa tutaomba, tutarudia kuomba mpaka tunatoka hapa duniani. Kwa nini? Hatupambani na adui, kwa sababu shetani kama angekuwa amekufa, maombi ya kwanza angeshamuua. Lakini hila zake kusharibu, baadaye kesho anazitengeneza nyingine. Hata sasa hivi ukiharibu barabara hapo, kesho tunakuja utengenezwa. Kwa hiyo shetani yenyewe ndo anafanya hivyo. Lakini yenyewe kuyatua yana hukumu yao katika ziwa lile la wakala moto, Ufunuo sura 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atashughulika nayo haya. Kwa hiyo tunapoomba tunashughulika sana na hila. Kwa lakini hayo maroho, malaika wale wasi hawafi.